Taasisi ya kisheria ya wanawake ya Women Inspire Women imelaani vikali ongezeko la matukio ya wanawake kuwadhalilisha wanawake wenzao, hususan kutokana na migogoro ya kimapenzi na kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari ya mwenyekiti wa taasisi hiyo ambaye pia ni makamu wa rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili Letisa Petro Ntaganzwa amesema matukio hayo yanakiuka maadili ya kijamii na misingi ya kisheria. Akitolea mfano wa tukio lililosambaa mtandaoni likionyesha wanafunzi wa chuo kikuu wakimdhalilisha mwenzao, pamoja na tukio jingine la Mafinga mkoani Iringa ambapo wanawake 4 walimshambulia mwanamke mwenzao kwa vipigo. Lakini pia ni mwenyekiti wa taasisi na jukwaa huru jipya kabisa ambalo linaitwa Women Inspire Women, kwa maana ya wanawake kuhamasishana, kusapotiana, kusaidiana wanawake kwa wanawake wenyewe. Sasa leo mnamo tarehe 21 mwezi wa 4 2025 tunatoa tamko lifuatalo ambalo linahusiana na kulaani tukio la udhalilishaji kati ya wanafunzi wa vyuo vikuu wa kike. Women Inspire Women ni jukwaa huru ambalo limeanzishwa mnamo tarehe 28 mwezi wa 3 2025, lengo likiwa ni wanawake mawakili na wanasheria kusaidiana na kupeana sapoti katika mambo mbalimbali yanayowasibu wenyewe wanawake na watoto nchini. Sisi wanawake tunaohamasishana wanawake tunalaani vikali tukio la udhalilishaji lililofanywa na kundi la wanafunzi wa kike dhidi ya mwanafunzi mwenzao wa kike kama ilivyoonekana kupitia picha ya mjongeo iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Tukio hilo si tu linakiuka misingi ya utu na heshima ya binadamu, bali pia linaonyesha namna baadhi ya wasomi wetu vijana wanavyokosa maadili, nidhamu na uelewa juu ya haki za binadamu na sheria za nchi. Kitendo hiki ni kinyume cha mikataba mbalimbali ya haki za binadamu, lakini pia ni kinyume cha katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na sheria mbalimbali za Tanzania tulizonazo nchini. Katika tukio lingine lililotokea mnamo tarehe 21 mwezi wa 3 2025, eneo la Baghdadi Mafinga, wilaya ya Mufindi mkoani Iringa, wanawake 4 walimshambulia mwanamke mwenzao na kumjeruhi sana na tuhuma nzito ambazo zilikuwa zikijikita kwenye masuala ya mapenzi. Tukio hilo lilitolewa taarifa polisi, lakini hadi sasa hakuna hatua yoyote ambayo imechukuliwa. Sisi kama wanawake mawakili na wanasheria tunasisitiza kuwa udhalilishaji na ukatili huo ni kosa la jinai na haliwezi kuvumiliwa kwa namna yoyote ile. Elimu ya juu haipaswi kuwa chombo cha kudhalilishana, bali jukwaa la kujenga fikra, utu na utengamano katika jamii. Aidha, wakili Letisa mpongeza serikali kupitia waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na wenye mahitaji maalum, Dr. Dorothy Gwajima, kwa hatua za kuwataka wahusika wawajibishwe kisheria. Hatua za haraka zilizochukuliwa na serikali kupitia kwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, hasa kwa kuhakikisha manusura anapata msaada wa kisaikolojia, kisheria na kijamii. Pia tunaunga mkono wito wa kuchukuliwa kwa hatua kali za kinidhamu na za kisheria dhidi ya wote waliokeuka sheria na taratibu.